Karibu mtazamaji popote ulipo mchana wa leo kwenye taarifa kuu. Mie ni wenu Swaleh Mdoe. Lakini kwanza tuanze na yaliyomo. Wanaharakati na wakazi wa Wajir waandamana wakitaka haki kwa msichana aliyeuawa baada ya kuozwa kwa lazima. Baraza la magavana lataka kaunti zipewe shilingi bilioni 536 katika bajeti ya mwaka huu. Usaili wa kuwatafuta makamishna wapya wa tume ya IEBC waingia siku ya pili. Na maofisa wa polisi waimarisha usalama huku shamra za sikukuu ya Eid al-Fitr zikikaribia huko kaunti ya Garissa. Karibu mtazamaji, moja kwa moja tuelekee kaunti nambari 8 ambapo wanaharakati, mashirika ya kiraia na wakazi wa Wajir wameandamana dhidi ya mauaji ya kikatili ya Gala Aden, msichana wa miaka 17. Inaripotiwa kuwa aliteswa na kuchomwa hadi kufa na mume wake ambaye alilazimishwa kumuoa kwa muda wa siku 27 pekee. Wakizungumza na Citizen TV, wanaharakati hao wameilaumu vikali serikali kwa kushindwa kuchukua hatua za haraka za kisheria dhidi ya mtuhumiwa ambaye kwa sasa yuko mikononi mwa polisi. Walitaka serikali kuhakikisha haki inatendeka na mhusika anafikishwa mahakamani. We are aware that the Department of Criminal Investigation who are engaged, those for Wajir West, are not doing justice for that girl. There is no investigation that is going on into this incident. That is what we have confirmed. As we are hearing, the man has been arrested, but that is just rumors. This is Wajir County headquarters. This is where our law court is situated. The law court is located in Wajir County, and we have not seen that man arrested, and we have not, seen him in Wajir police station in the custody, and the man has not yet been arraigned in before the law court. Mtu ambaye alifanya hivyo ingali ako within, ako area, na hakuna action yote imefanyika, na ofisi ya DCI inaongoja kitu naitwa maslaha kugawanyana pesa hapo kwa kifo ya binadamu. Sisi kama civil society ya Wajir, we are not agreeing, hata dakika moja hatutakubali haki ya Gala ipotee.